Sehemu ya 4 ya somo letu, sehemu ya 4 ya somo letu, lakini kwa sababu ya muda hatutaweza kumaliza. Somo ni refu, ni somo la siku 4, lakini kama ulivyoona muda wetu haukuwa rafiki, tukawa tunaanza kwa kuchelewa na tunahitaji angalau lisali moja kwa kila siku, lisali moja kwa kila siku. Sasa hili somo lina sehemu 4. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa wale ambao watabahatika kufika Mabama, basi tutaendelea na somo hili. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa na somo ambalo ni imani inayoleta mafanikio ya kimwili na kiroho, lakini siku ya leo nataka tutaenda kipengele ambacho kinaendana na hiki ila kiko nje kidogo ya hiki. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda kuona namna ya kuvunja nguvu za giza kwa matatizo yanayojirudia rudia. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya kuvunja nguvu za giza kwa matatizo yanayojirudia rudia. Hilo ndio somo letu la siku ya leo, kwamba namna ya kuvunja nguvu za giza kwa matatizo yanayojirudia rudia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wanaoandika, hicho ndio kichwa cha somo kwa siku ya leo, namna ya kuvunja nguvu za giza kwa matatizo yanayojirudia rudia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii ni dhahiri kwamba katika maisha yako unayoishi, kuna mambo mengi yamekuwa yakijirudia katika maisha yako. Kuna wakati ulikuwa na changamoto fulani, watumishi wa Mungu wakakuombea, tatizo lile likapona, likaondoka kabisa, ukawa vizuri. Lakini baada ya muda fulani unakuta ile tatizo limejirudia tena. Mara nyingi watu wamekuwa wakirudi nyuma wakijiuliza kwamba maombi aliyoombewa hayakufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekuwa wakijiuliza mioyoni mwao, kwenye nafsi zao, kwamba huyu mtu aliombewa wiki iliyopita akawa sawa, kwa nini leo hii tatizo tena limejirudia? Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana ilikuwa ni mapepo uliombewa yakaondoka, lakini bado yapo tena kwenye maisha yako. Yawezekana ulikuwa na ugonjwa fulani ukaombewa ukatoweka, ukapona kabisa 100%, lakini ugonjwa huo umejirudia tena. Saa nyingine unaweza kukuta haujajirudia kwa kawaida, umejirudia kwa kasi zaidi ya kile kiwango ambacho kilikuwa awali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka tunaelewana, kuna watu matatizo ya hivyo yanakuwepo katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Umekuwa ukiombewa, roho za umaskini zinaondoka, lakini baada ya muda fulani mambo ya vile vile. Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Sasa je, hayo mambo yanatokana na nini? Na kwa nini yanajirudia rudia? Je, ufanyeje ili mambo hayo yaweze kuondoka moja kwa moja kwenye maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kichwa cha ujumbe huu kwa siku ya leo kinapatikana katika Mathayo, kitabu cha Mathayo sura ya 11. Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Mtaniwea radhi, sauti yangu haiko vizuri sana kwa sababu ya maombi na mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Biblia inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe.
Yesu anasema kwamba njoo kwangu wewe usumbukae na mwenye kulemewa na mizigo, nami nitakupumzisha. Ndio, kuna wakati amekupumzisha, lakini kuna wakati inafikia mizigo inarejea tena kwenye maisha yako. Je, shida ni nini na unawezaje kusolve ama kutatua changamoto hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jibu namba moja la mada hii ni kutubu na kuachana na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kutubu na kuachana na nini? Na dhambi. Kutubu na kuachana na dhambi. Dhambi imekuwa ni kikwazo kikubwa sana. Haleluya. Dhambi zimekuwa ni kikwazo kikubwa sana. Unaombewa leo, kesho mambo yanakuwa vile vile. Unajiuliza, au watu wanajiuliza, huyu mtu kuna nini? Shida ni nini? Kumbe amealejea matapishi. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja mahali hapa akaombewa, watumishi wa Bwana wakamwekea mikono, wakaamini kwamba mtu huyu ameokoka, lakini huyu mtu hajaacha dhambi. Zipo dhambi zinazoonekana, watu wanaziona, lakini zipo dhambi watu hawazioni, na dhambi hizo zimekuwa zikikutafuna hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kila mtu anasema, anajua kwamba dhambi ni chukizo mbele za Mungu. Dhambi inafanyeje? Dhambi inafanyeje kazi ili kuleta matatizo yaliyoondoka kwenye maisha yako na kurejea? Unaweza ukajiuliza, dhambi inafanyeje hiyo kazi? Unapofanya dhambi, maana yake unakaa mbali na uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi inachokifanya, inaua connection kati ya Mungu na wewe. Maana yake roho yako na roho ya Mungu, au distance ya kwako na Mungu inategemeana na utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kadiri unavyokuwa mtakatifu ndivyo unavyomsogelea Mungu, na kwa kadiri unavyofanya dhambi ndivyo unavyozidi kukaa mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Let's say, nitolee mfano. Hii nguzo ni Mungu na ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ukitenda mambo mema, ukiwa mtakatifu, unazidi kumsogelea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unazidi kumsogelea Mungu. Ukimsaidia mama ambaye ni mjane, unamsogelea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukienda kanisani kusali, unamsogelea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiviatua ukawaombea wengine, unamsogelea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapochukua hatua ya kwenda kuzini, unarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Umemsema jirani yako vibaya, unarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umemsengenya jirani yako, unarudi nyuma. Umeenda kwa waganga wa kienyeji, unarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo unafanyeje? Unamkaribia nani? Shetani. Maana yake Mungu namwacha wapi? Mungu namwacha wapi? Maana yake kiasi kwamba ukipatwa na tatizo, hata kushika ukashika, Mungu yuko wapi? Maana yake Mungu anakuwa hakuoni. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake tayari wewe ni mwanachama wa Shetani. Shetani anasema, huyu ni mwanangu, acha nimnyooshe. Acha nimnyooshe. Ndio pale uliambiwa uvimbe ukatoka. Lakini kwa sababu ilitokana na Shetani, kwa sababu wachawi walisababisha uvimbe ule, wanasema tayari yule mwanachama wetu tumemuona kwenye mtambo wetu, anakutandika kisawasawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Shetani anafanyaje? Anakutandika kisawasawa. Haleluya. Tunaelewana?
Tunaelewana? Kwa hiyo dhambi ni chukizo mbele za Mungu. Dhambi inaua mafuta ya Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi inaua kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Inaua. Na ndio huwa inasababisha kifo. Kifo ambacho ni hatari kuliko vifo vingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Dhambi inasababisha kifo. Kifo kibaya na hatari ndani ya maisha ya mtu. Haleluya. Amen. Haleluya. Ni heri ukaogopa dhambi. Ni heri ukaogopa nini? Dhambi kuliko kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kama tunaelewana ndio kufunga mkono namna hii. Punga mkono namna hii. Kwa hiyo dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya sana. Yaani dhambi, ukitenda dhambi usije ukasema unatenda dhambi ukimwangalia mchungaji. Utakuwa unajidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Usitende dhambi ukisema mbona mtu fulani alitenda dhambi. Utakuwa unajidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu dhambi yako haimtafuni mchungaji. Haleluya. Dhambi haimtafuni nani? Mchungaji anabaki kuwa mchungaji na utakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ila dhambi itakachokifanya, wanakuambia is to destroy your life. Inaharibu maisha yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu shetani saa zote anapokutazama wewe, anakutazama wewe kwa jicho la kukuangamiza. Shetani hajawa na urafiki na mwanadamu hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu saa zote na miaka yote anawaza ni namna gani anaweza kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawaza, na ndio maana aliweza kufa pale msalabani, ni kwa sababu wewe upate kuokolewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni mada ngumu. Ni mada wanaosema ni mada ngumu, nyosha mkono. Ni ngumu. Hii ni mada ngumu. Yawezekana kama ngumu, ila itaeleweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Dhambi inaua.